Kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam unaomba kuidhinishiwa bajeti ya mwaka 2026/27 ya bilioni 992 milioni 661 laki 565,532. Mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa ujumla wake unaomba kuidhinishiwa bajeti ya mwaka 2026/27 ya jumla shilingi bilioni 992 milioni 661 laki 565,532. Hii ikiwa ni fedha kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo matumizi ya maendeleo ya jamii zetu pamoja na mishahara kwa watumishi ambao wanatumikia kazi hiyo. Kwa hiyo ndugu wajumbe wa kikao hiki, nawashukuru sana na tunaomba tukipigie makofi kwa kazi hii kubwa ambayo mnaifanya. Lakini pia tumekuwa na kikao chetu muhimu sana cha Road Board na wajumbe wenzetu tumeongea mambo mengi na ambayo secretariat pia kupitia katibu tawala wetu wa mkoa wataandika vizuri mambo yote ambayo yameelezwa kwa maslahi mapana mkoa wetu. Na jambo kubwa ambalo kwenye TANROADS pamoja na TARURA, moja ni lazima tuharakishe kwenda kuzisajili barabara ambazo ziko nje na mitandao ya TARURA au TANROADS ili pia ziingie kwenye mtandao wa kilomita za katika mkoa wetu ambazo pia zitasaidia kuakisi kuakisi bajeti au mgao wa bajeti ambao tutapewa kwa mwaka mwingine wa fedha. Na hili sasa tuliulizana hapa kwamba je, tunajipa muda gani, pamoja na ile swali jingine ambalo tulikuwa nalo. Lakini vile vile tumekubaliana kwamba kuna umuhimu mkubwa sana sasa wa kupata maendeleo ya utekelezaji wa miradi ya DMDP kwa kijimbo. Na nikisema kijimbo manake tumekubaliana kwamba isizidi wiki moja. Katibu tawala anasema wiki mbili, lakini wiki moja inatosha. Kwamba tupate kwenye kila jimbo utekelezaji wake ukoje. Na utekelezaji nadhani katibu tawala mkoa ungeandaa kwa kitu fulani ambako katatusaidia kuwaongoza namna wanavyopaswa kutulipotia. Moja, barabara hiyo ni na kilomita ngapi, inatengenezwa kwa mfumo upi, bajeti yake ni shilingi ngapi, mkandarasi ni nani, amepewa shilingi ngapi na hajapewa shilingi ngapi, je, kwa kuna certificates alizozirise ama hajazirise, na percent ya kazi kwa sasa na expected percent za kazi hiyo kwa sasa. Kwa sasa kazi inawezekana ikawa ni 20%, lakini tulitegemea kwamba wakati huu percent hiyo ya 60%. Sasa kwa mantikio tupate hiyo taarifa ili katusaidie pia kwa wananchi wenzetu tunapowasilisha kuhusiana mwenendo wa utekelezaji wa miradi hii ya DMDP na hasa hii awamu ya pili. Lakini tumekubaliana pia kwa baadhi ya majimbo kuhusiana kuendelea tena kustruggle ili kutoe na fedha zaidi. Kwa mfano jimbo la Kivule kwamba hana kabisa barabara ya lami. Hili ni jambo la muhimu mno, kwa sababu tunaposema maendeleo kijimbo, maana yake ni muhimu pia kila mwananchi abebe ile national cake, kwamba lazima aone ile keki ya taifa namna ambavyo inafanya kazi kwenye maeneo yao. Kwa hili jambo moja la muhimu na ambalo ni muhimu sana pia kuweza kulichukulia kwa maana. Jambo jingine la muhimu tulisema umuhimu wa kupush ile hoja yetu ya kutengeneza mfuko wetu hapa unaotaka kusaidia masuala ya barabara. Ni muhimu sana kwa sababu tumekwenda maeneo mengi, tumeona malalamiko makubwa barabara yapo. Kwa hiyo hii ni hoja kama ambavyo wajumbe wenzetu walisema ilishakuwepo tangu miaka miwili imepita, lakini mpaka sasa katibu tawala bado hatujapata any progress. Sasa ni vizuri pengine tukalisukuma, na hii yote hii ni kwa umuhimu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mtu asija kadhani kwamba labda tunajipendelea. Ni umuhimu wa mkoa wa Dar es Salaam. Dar es Salaam imeshajikuza na imefikia mahali ambapo ukicheza kidogo unaweza kukuta mambo mengine yote ufanikiwe. Leo Dar es Salaam lori likiziba barabara kwa muda wa dakika 20, disaster yake unakuta magari yanaanzia Posta mpaka Kimara, dakika 20. Lakini dakika 20 hizo hizo gari kiziba barabara
pengine mkoa mwingine wote unaweza kukuta pengine hiyo foleni haiathiri kwa sehemu kubwa sana. Sasa hapa pana hilo tatizo kubwa ambalo lazima tulifanyie kazi ili mkoa wetu uendelee kubeba taswira kama ambavyo wengine wanasema taswira ya nchi, na hapa inabeba pia taswira ya kidiplomasia. Viongozi wote wanapotoka kwenye mataifa mengine wanaitambua sana Dar es Salaam kama ndio sehemu na kama ndio hub kubwa ya kiuchumi. Mambo yote haya ambayo pia yamezungumzwa pia na waheshimiwa wabunge na wajumbe wengine, masuala miundombinu vis-a-vis na mafoleni ambayo ni beyond necessity. Kama nilivyosema, mimi juzi nimerusha tudongo tu la kawaida tu. Unajua wakati fulani tunazungumzia mambo ya sijui Kolola, na wakati fulani unakuta wananchi wanajaa wanakuwa na hasira na Kolola, lakini yote hiyo ni kwa sababu ya tuna lack knowledge ya tafsiri ama knowledge ya fasiri. Ukitafsiri jambo kwa tafsiri sisisi katika semantiki yoyote ile, yaani maana yake utakuwa tutafsiri neno kwa neno, kwa haraka haraka unaweza kadhani mkuu wa mkoa alimaanisha hiyo Kolola ambayo ninyi mnaiona, lakini ukitanua wigo ukaenda katika maana halisi sasa iliyotawanyika, mle ndani kuna package ya vitu vingi. Ndio maana wengine unakuta sasa mbona namba A inaweza kawa ni nzuri kuliko namba E, yaani anakwenda kwenye namba hiyo. Ni translation au tusema ni fasiri ya tafsiri ya neno kwa neno bila kuunganisha hivyo vipande. Sasa katika ulimwengu wa maana lazima ujitanue kwamba hivi mkuu wa mkoa anamaanisha nini. Kwa mfano, nimesema barabara zetu hata tukiziboresha kwa namna gani, kama hatutakubaliana kitu gani kipite wapi, kitu gani kisipite wapi, foleni hizi zitaendelea kuishi mpaka Mtume Muhammad atakaporudi. Na nimewaambia kwamba leo ukienda kwenye nchi za wenzetu, na sisi bahati nzuri tunasafiri na nyinyi mnasafiri, tujifunze tufanye copy paste katika mji wetu, unakuwa mji. Lakini leo hii askari barabara wanalalamika, wakati fulani wanashindwa hata kumanage mapikipiki. Tumeweka mengi, mabajaji, magari na kila kitu. Kwa mfano kwenye barabara kuu, nikupe tu mfano mdogo sana. Leo basi sijui lina mita ngapi ile basi. Leo yale mabasi ambayo yanapaki stendi ya Magufuli pale, kwa hii njia ya huku, tumeruhusu wenyewe yale mabasi leo yamezagaa mjini. Tukisema hebu turudi kule katika utaratibu wa kawaida, yuko mwananchi wa Kigamboni sasa, hapana mheshimiwa mkuu wa mkoa, huku ni mbali, tunaomba basi yawe karibu. Lakini ukaribu wa jambo leo, hata ukienda kwenye mataifa mengine huko, stendi ya station ya Magufuli itabaki pale pale, wala haiwezi kuelekea labda Kigamboni, au itabaki pale pale, na kama unataka kusafiri utaifuata pale. Ukizungumzia airport itabaki pale pale, ukitaka kusafiri maana kuiwahi pale, na stendi ni hivyo hivyo. Tutatengeneza stendi kubwa katika kila mahali, kwa mfano Magufuli, Mbagala, kule Bunju, kwa ajili ya kusave na kufidi hayo mabasi mengine. Lakini utaratibu ni kwamba basi kubwa likishafika pale, wamiliki wa mabasi wanapaswa kuwa na mabasi madogo ya kutoa huduma kwa wananchi wao waliopanda mabasi yale kuingia mjini. Sasa ukizungumzia jambo hilo, mkuu wa mkoa unaonekana kama mshamba, unaonekana kama vile wewe unataka kukatili biashara za watu. Lakini ukweli ni kwamba huwezi kuendesha mkoa kwenye uholela wa kudumu na ukajiita kiongozi. Hiyo haiwezekani, haiwezi kuwa. Kwa hiyo ukichukulia basi urefu ule, ukachukulia malori yana matela yake. Kuna lori ina pulling na tela mbili zile, kubwa ndo mbele, si nyuma. Kuna lori ni dengla ambayo na yenyewe inasukuma mbili, lakini ndogo inakuwa nyuma. Kuna flatbed ambayo pia ni ya kawaida. Sasa yakiongozana yenyewe matupu humo barabarani, kama hatujafanya ubunifu wa namna gani malori haya yaweze kuingia kwenye miji yetu hii, tutaendelea kulalamika sana.